Mfano uliotokea hapa Tanzania, sio wa Palestina wala sio wa Burundi, hapa Tanzania. Ilikuwaje? Kuna kipindi mimi nakukumbusha, mwaka 1978 tarehe 2 Novemba, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaita watu Diamond Jubilee pale chini ya mkuu wa mkoa wakati ule, akatoa spichi kali iliyoishia na neno la kusema uwezo tunao, sababu na nia. Mzee, unakumbuka maneno yale? Haya, yupi katika watoto hawa hapa anajua neno hili? Lazima uambie ilitokea Tanzania huko nyuma. Nyerere akawaita wazee wa Dar es Salaam chini ya mkuu wa mkoa wakati ule, place ilikuwa, venue ilikuwa Diamond Jubilee. Akatoa maneno, mimi ile hutuba ninayo, ilikuwa tarehe 2 Novemba 1978. Nani kachazaliwa hapa ukiwaacha wazee wenye ndevu nyeusi na sisi wengine? Jamali, ukuwepo hiyo? Kuwepo katibu wetu wa mkoa. Hii Mwalimu Nyerere aliwaita watu baada ya kuonekana kuna uvunjivu wa amani unaokuja hapa Tanzania. Vilidumu vita hapa, ndugu zangu, watu wa sasa Tanzania hii waligombana kidogo, ilitokea munawasha kati ya Tanzania na Uganda kwa muda wa miezi 7. Mwezi wa 11 1978 mpaka mwezi wa 6 1979. Watu wa tarehe wanasema vita ile ilidumu kwa miezi 7, wiki 3 na siku 4. Tuanzie hapo. Vita imekaa miezi 7, wiki 3 na siku 4 tu, na haikuja hiyo vita Dar es Salaam, haikuja, iliishia mpakani huko Kiaka, Mtukula, Kagera huko. Vita ile athari yake ambayo haikuja huku, hata Mwanza haikufika, sababu ndio karibu pale, ilidumu kwa muda wa miaka 30, 25 mpaka 30. Nchi ilikuwa haijakaa sawa. Mwalimu Nyerere alitangaza miezi 18 ya kufunga mkanda. Mzee, unaona unafurahi namna hii? Haya ndio maneno yako. Miezi 18 ya kufunga mkanda. Mimi wakati ule niko hai na akili zangu ndio maana nakumbuka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukishuka sasa, tutumieni kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anawaelezea watu hilful fudhuli, na sisi tuwaambie nyewe watoto nyinyi. Vita ilikuja hapa Tanzania, lakini haikufika hata Mwanza, iliishia Kiaka, Mtukula, Jinja, Entebbe. Athari yake ilidumu kwa zaidi ya miaka 30. Nchi haijakaa sawa. Sasa vipi itakapotokea vita? Ndio hapa Temeke, Kariakoo, kule kwetu Mabondeni, Magomeni. Hiyo ukiitafuta katika hiyo chati yako, hiyo chat GTP, pia utaielewa zaidi kuliko nikikusomea aya hapa na hadithi nyingi. We ulitaki. Leo na kuruhusu kijana mwenzangu, nenda kafungue katika hiyo Google yako, kupitia hivyo utaziona habari hizo kwa saraha kabisa kilichotokea.